Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama, salatan daimatan abadiyatan azaliya wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Naam, tunaendelea na darasa yetu ya kuelekezana masaa katika siku ambayo yanafaa kufanya kazi tofauti tofauti. Masaa haya kuanzia saa 12 saa moja mpaka saa 12 ya jioni, maana saa moja ile ya asubuhi mpaka saa 12 ya jioni. Inafaa kufanya kazi ipi na ipi katika kila saa, ndizo darasa zetu ambazo tunaendelea nazo, na leo tunaiangalia siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne, saa la kwanza tunaambiwa katika hii siku kama tunavyoona, na nilishaelekeza katika darasa zilizopita kwamba hizi namba ndio zinasimama kuwa ni saa. Hii ni saa ya kwanza mpaka saa ya 12. Lakini hapa unasimama kaukab kwa maana ya sayari zinazosimama katika kila saa, ndio hizi hapa. Lakini hapa kunasimama ni yaumu thulathai ndio siku ambayo tunaelekezwa. Hii ni siku ya Jumanne lilmirikhi, na katika siku ya Jumanne sayari inayotawala hapa ni sayari ya mirikhi, ndio inayosimama katika siku hiyo, na ndio hiyo ambayo inasimama katika saa la kwanza. Kwa hiyo tunaambiwa hapa uktubu fiha lilbughdha wan nazifi. Katika muda huu wa saa moja utaandika ama utafanya masuala yale ya kugombanisha, lakini wanazifi na yale masuala ya kumtia mtu damu ile ya hedhi ya mfululizo, maana ni masuala mabaya. Ndio saa la kwanza utafanya kazi za design hiyo. Kwa al-bughdha, masuala yale ya kugombanisha ya chuki yale, kuwatia watu chuki na ugomvi, wakili wanazifi, lakini vile na yale masuala ya kufanyaje, ya kumtia mtu damu ya nazifi. Kama una adui yako unataka kufanya masuala ya kumgombanisha na yule adui ili wagombane, wafarakane, wasielewane kwa adui, basi unafanya hivyo. Lakini kumtia adabu adui naye unafanya katika wakati huu. Lakini vile saa ya pili inakuwa lishamsi, na tawala sayari ya shamsi. La ta'malu fiha shay'an, unaambiwa wakati huu usifanye jambo lolote, uache wakati upite zake. Saa tatu, i'malu fiha lilmahaba waziwaji, fanya wakati huo masuala ya mahaba yaliyokuwa nayo, lakini na masuala ya ndoa fanya katika wakati huu. Kwa kweli kila kitu kitakaa sawa. Kama mtu anataka kuoa lakini sasa hamuelewi yule mwenzake, basi kazi zake fanya wakati huu. Ama kumvuta kimapenzi, fanya katika wakati huu wa saa tatu siku ya Jumanne. Lakini Jumatano ni la-ataridi, hapa inatawala saa 4. Lila-ataridi inatawala sayari ya taridi. Hapa anasema uktubu fiha liljalbi rizqi walbai washarai, andika wakati huu masuala ya kuvuta riziki, lakini na masuala ya mvuto wa biashara katika kuuza ama kununua. Mvuto unakuwa mara mbili, unaweza kuweka mvuto kwamba kitu changu kiuzike, lakini unaweza kuweka mvuto vile albai na wateja waje katika hiyo biashara. Kwa hivyo utafanya katika wakati huu wa saa 4. Na wakati huu wa saa 5 ni qamar, sayari yake inakuwa ni qamar. La ta'malu fiha shay'an li'annaha madhmuma, wakati huu usifanye jambo lolote kwa sababu sio wakati mzuri. Lakini saa 6 lizohali, huu wakati wa zohali. La ta'malu fiha shay'an ghaira ma'qudati wal irsad, wakati huu usifanye jambo lolote isipokuwa fanya lile jambo ambalo la kufunga. Kama wana kitu wataka kifungwe, kisiuzike ama kisionekane ama kisifanye, basi tumia wakati huu. Inawezekana ikawa mtu kaibiwa kitu alafu hajui alioiba ni nani, kwa unataka kukizuia kile kitu kule kilipo kisiuzike, basi unafunga katika wakati huu. Lakini wal irsad, na wakati huu ni wakati wa kuweka matego yale ya kutega katika majumba, mashamba, maduka na vitu vinginevyo, tumia wakati huu. Lakini saa 7 li mushtara, wakati huu uktubu fiha lil'atfi wal mahabba, wakati huu utumie huu wa saa 7 ambaye sayari yake inakuwa mushtara. Unaambiwa uktub fiha lil'atfi, andika katika wakati huo au fanya katika wakati huo masala yale ya kutuliza atfi, kuleta upole na kutuliza
wal mahaba, lakini na kuvuta mahaba. Wakati huu tumia vizuri wakati huu kwa majambo haya, utafanikiwa. Lakini lilmirikh, wakati wa mirikhi, uktubu fiha lilaqdi adhakari wan nazifi, tumia wakati huu kumfunga wanaume wanazifi, lakini na vile vile masuala ya nazifu. Wakati huu hauna shida, unafaa vizuri tu wanazifi, kwa maana ya kumrudisha mtu damu, kumtiririsha mtu damu ili mfululizo, kumtia adabu mtu ambaye anafanya mambo yasiyoeleweka. Basi ukitaka kumtiririsha damu wakati huu unafaa fanya vizuri tu, kwa sababu siku hizi vita na maadui wamekuwa wengi. Kwa hivyo tunaelekezana hivi vitu ili tuweze kujua kwamba tunafanya katika mtindo huu. Lakini saa 9 lilmushtiri shamsi, wakati huu inatawala sayari ya shamsi. I'malu fiha lilaqd al-lisani watahayiji, tumia wakati huu kufunga ndimi za watu. Kama kuna mtu anaongea sana, anakuongelea masuala mengi mtaani huko na kila sehemu, basi tumia wakati huu kufunga ule ulimi wake ili asizungumze, watahayiji, lakini vile na kuvuta mahaba wakati huu nao unafaa tumia vile vile. Lakini saa 10 ni zuhura, wakati huu natawala sayari ya zuhura. La ta'malu fiha shay'an li'annaha ghaira mahmuda, la ta'malu fiha shay'an, usifanye jambo lolote, li'annaha ghaira mahmuda, wakati huu si mzuri, usifanye jambo lolote. Saa 11 li'ataridi, wakati huu natawala sayari ya ataridi. Taslihu litatili al-asfar, wakati huu unafaa kufanyaje? Kughairisha safari. Wakati huu safari zighairishe, usifanye. Waafati zawaji, lakini na wakati huu unafaa kuzipoza ama kuzituliza ndoa zenye migogoro, ndoa zisizokuwa na amani. Basi wakati huu utumie kupoza, fanya dua za design hiyo ya kupoza hiyo ndoa, kila kitu kitakaa vizuri. Lakini saa 12 lilqamar, hapa inatawala sayari ya qamar, saa 12 ya jioni. Madhmumatu, wakati huu si mzuri. Imalu fiha lilbughdha, kama si mzuri unaruhusiwa kufanya masala yale mabaya, chukiza ya kugombanisha walfirqa, bughdha walfirqa, bughdha ni chuki, walfirqa na kugombana. Fanya masala ya chuki kuwagombanisha watu, wakati huu unafaa. Kwa hivyo hii ni siku ya Jumanne kama tulivyosema. Kwa hivyo yanofaa kufanya katika saa hizi za siku hii ya Jumanne ni masala hayo. Fuatilia vizuri, na kama itakuwa usoma hivi Kiarabu hufahamu, basi kaa na peni yako na karatasi yako ama daftari lako, kopi haya maelezo niliyokuambia. Andika hizi namba kama ilivyo. Hii namba 1, unafuata namba 2, ziandike tu kwa Kiswahili. Namba 1, 2 mpaka 12. Ukimaliza na hapo, utaangalia hizi sayari ninavyozielezea. Utaandika hapo mirikhi, shamsi, zuhura, ataridi, kamari, zohari, mushtara, mirikhi, shamsi, zuhura, ataridi, kamari, ni hivyo hizi 12. Utaandika, baadaye utaandika haya maelekezo niliyokueleza hapa, utayaandika nayo kwa Kiswahili. Utanisikiliza namna nilivyosema, unafaa kufanya jambo gani wakati wa kwanza mpaka huu wa 12. Itakuwa umehifadhi darasa zako vizuri na utakuwa unafanyia kazi vizuri. Nafikiri mpaka kufikia hapo niseme tu, nifuateni kule vizuri katika akaunti zangu hizi TikTok kule Mchola3 TV, lakini vile vile ukienda katika Facebook nayo vile vile utakuta kwa jina hilo, lakini ukija YouTube na vile vile utasubscribe kule, utalike, utacomment, lakini utawalika na wengine, kwa sababu hizi darasa ni darasa nzuri. Tunaelekeza lengo na makusudio uweze kujitetea mwenyewe. Hatusemi haya kwa sababu eti ukawagombanisha watu ukawafanyia watu wadui. Tunafanya kwa ajili ya kujitetea mwenyewe, na kutetea jamaa zako na ndugu zako kwa mambo madogo yatakayotokea, unaweza ukayasoma. Lakini yale makubwa unaweza ukatafuta nguvu kwa mtu ili akusaidie, lakini madogo unayamaliza wewe mwenyewe. Kwa hapa niseme asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati unaofuata, saa zinazofuata, tutazungumzia siku ya Jumatano.